Habari kamili. Jerusalem. Israeli imesema leo kuwa kundi la Hamas halijabadili msimamo wake kwenye mazungumzo ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza na kwamba linajihusisha na kile ilichokiita vita vya propaganda. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema ingawa Israel imekubali muundo wa balozi wa Marekani kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff, Hamas bado inashikilia msimamo wake na ikalishtumu kundi hilo kwa kutumia hujuma na vita hivyo vya propaganda. Wakati huo Hamas imesema leo kwamba inakusudia kumwacha huru raia mmoja mwenye uraia wa Marekani na Israel aliyetekwa nyara katika ukanda wa Gaza. Hamas pia imesema iko tayari kuikabidhi wakati huo mili ya mateka wengine 4 wenye uraia wa mataifa mawili. Hata hivyo kundi hilo halikutaja uraia mwingine wa Waisraeli hao 4 waliokufa. Kundi hilo la wanamgambo limesema mpango huo umechukuliwa baada ya pendekezo lililotolewa na wasuluhishi katika mzozo huo. Haijabainishwa wazi lini shughuli ya kuikabidhi mili hiyo itakapofanyika. The Hague. Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amehudhuria kwa njia ya video kikao cha kwanza mbele ya majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC siku chache tu baada ya kukamatwa mjini Manila kwa tuhuma za mauaji yanayohusishwa na vita dhidi ya dawa za kulevya wakati wa utawala wake. Jaji anayeongoza kesi hiyo, Lulia Antonella Mutok, aliweka tarehe ya kikao ya kabla kusikilizwa kwa kesi mnamo Septemba 23 ili kubaini kama ushahidi wa upande wa mashtaka unatosha kuanza kusikilizwa kwa kesi hiyo. Awali akihutubia waandishi wa habari nje ya mahakama ya ICC, binti yake Duterte, Sara Duterte, ambaye pia ni makamu wa rais wa Filipino, amesema matarajio yao leo ni kupewa kibali cha kumtembelea rais huyo wa zamani. We are waiting for the papers. Sasa tunasubiri nyaraka. Tayari tumetimiza matakwa yote. Halafu kinachofuata tunasalia na kuwa na matumaini kwamba mahakama itakubali ombi letu ili kusogeza kikao cha kwanza tuweze kukaa na rais huyo wa zamani na kujadili mikakati ya kisheria kwa sababu bado hatujazungumza naye. Since we haven't talked to him yet. Duterte atasomewa haki zake pamoja na kufahamishwa rasmi kuhusu mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu ambayo waendesha mashtaka wa mahakama hiyo wamewasilisha dhidi yake baada ya uchunguzi wa muda mrefu. Ottawa. Kundi la nchi 7 zilizostawi kiviwanda duniani G7 leo limesisitiza haja ya mipango thabiti usalama kuhakikisha kusitishwa kwa mapigano kati ya Ukraine na Urusi na kuionya Urusi kuiga Ukraine katika kukubali kusitisha mapigano ama kukabiliwa na vikwazo zaidi. Kulingana na rasimu ya mwisho iliyoonekana na shirika la habari la Reuters, wanachama wa G7 ambao ni Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani wanaitaka Urusi kukubali kusitishwa kikamilifu kwa vita hivyo kwa masharti sawa na kuyatekeleza kikamilifu. Maafisa wa G7 wamesema rasimu hiyo iliyoidhinishwa na wajumbe wakuu bado inahitaji kupitishwa na mawaziri wa kundi la G7. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Brussels. Maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya leo wamezipongeza Armenia na Azerbaijan kwa kukamilisha makubaliano ya amani ya kumaliza mzozo wao wa miongo kadhaa na kuwataka kutia saini mkataba huo hivi karibuni. Mataifa hayo mawili ambayo yamepigana vita mara mbili vya kudhibiti eneo la Karabakh lenye idadi kubwa ya Waarmenia yamesema walimaliza jana mazungumzo ya makubaliano hayo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amezipongeza pande zote mbili kwa kujitolea kwao na kuongeza kwa tangazo hilo linawakilisha hatua madhubuti kuelekea amani na usalama wa kudumu katika eneo hilo. Kwa upande wake, rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa amepongeza viongozi wa mataifa hayo mawili kwa makubaliano hayo. Hatimaye Dhaka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameitaja kuwa uhalifu hatua ya kukatizwa kwa misaada ya binadamu ya Marekani na mataifa mengine ya Ulaya. Guterres amesema hayo wakati wa ziara ya siku 4 nchini Bangladesh ambapo anatathmini masaibu ya zaidi ya wakimbizi milioni 1 wa Rohingya ambao mustakabali wao haujulikani kutokana na uwezekano wa kupunguzwa kwa misaada yao hivi karibuni.
Guterres ameongeza kuwa Umoja wa Mataifa utafanya linalowezekana kupanga ufadhili wa kutosha kwa wakimbizi hao wa Rohingya baada ya tangazo hilo la hivi karibuni zaidi la kupunguzwa kwa misaada. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Shukrani sana Tatu kwa taarifa ya habari. Msikilizaji na wewe unayetufuatilia wakati huu kitutazama, miongoni mwa yale ambayo tunayo jioni hii ni pamoja na Sudani yapinga mapendekezo ya Marekani ya kuwapokea wakimbizi kutoka ukanda wa Gaza, na baada ya serikali ya kijeshi ya Sudan kuzipiga marufuku bidhaa zote kutoka Kenya kutokana na madai ya kuunga mkono wanamgambo wa RSF, wachambuzi wasema ujirani ama hali ya urafiki kati ya Kenya na Sudani ya Kusini imezorota kwa sababu kisiasa na kiuchumi inaonekana wazi kwamba Sudan inaona Kenya inaidhulumu. Kanasi msikilizaji kusikia hili na mengineyo mengi tulionayo jioni hii. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi jioni hii tukiangazia mzozo huko ukanda wa Gaza. Sudan imesema hawakubaliani na mapendekezo ya Marekani kuhusu kuwapokea wakimbizi kutoka ukanda wa Gaza, huku Somalia na jimbo lililojitenga la Somaliland zikikanusha kuwepo kwa mawasiliano yoyote na Marekani kuhusiana na suala hilo. Mwenzangu Angela Mdungu ametuandalia ripoti. Kauli kutoka Sudan na Somaliland zimetolewa muda mfupi baada ya Marekani na Israel kusema kuwa zimewasiliana na maafisa kutoka Sudan, Somalia na Somaliland, ambapo walijadili kuhusu kuyatumia maeneo yao kwa ajili ya kuwapa makazi mapya wa Palestina kutoka kwenye ukanda wa Gaza. Ikulu ya Marekani na Wizara ya Mambo ya Nje hazikutaka kujibu mara moja zilipotakiwa kutoa ufafanuzi wa taarifa hizo na shirika la habari la Reuters. Mapema mwezi huu, viongozi wa nchi za Kiarabu walipitisha katika mkutano nchini Misri mpango wa dola bilioni 53 wa ujenzi wa Gaza ambao hauhitaji kuwahamisha wa Palestina, tofauti na mtazamo wa Rais Donald Trump wa kutaka kuligeuza eneo hilo kuwa eneo la mapumziko la Mashariki ya Kati. Katika mkutano huo wa Misri, viongozi wa Sudan na Somalia pia walijumuishwa. Huku hayo yakijiri, mamia ya watu wakiwemo wazee wa Kiyahudi na wanafunzi wamefanya maandamano ndani ya jengo la Trump Tower jijini New York. Waandamanaji hao wanapinga mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza, wakitoa wito wa kuachiliwa huru kwa mwanaharakati wa Kipalestina Mahmoud Khalil. Aidha, wanapinga pia mpango wa Marekani wa kumrejesha kwa nguvu Palestina mwanaharakati huyo. Sonia Mason ni mkurugenzi wa mawasiliano wa mtandao wa Sauti ya Amani ya Wayahudi. Zaidi ya Wayahudi 300 na washirika wameandamana wakipinga kukamatwa kwa Mahmoud Khalil na kuhakikisha kuwa tuna haki ya kuandamana, kuwa tuna haki ya uhuru wa kujieleza na kuonesha upinzani kwa kila utawala wa Trump unachokifanya kwa demokrasia yetu ya hivi sasa. Wakati hayo yakiendelea, kundi la Hamas limesema liko tayari kumwachilia raia mwenye uraia wa nchi mbili wa Marekani na Israel, Edan Alexander, kama Israel itaanza awamu ya mazungumzo ya kusitisha vita inayolenga kumaliza kabisa mapigano katika ukanda wa Gaza. Kundi hilo limeongeza kuwa liko tayari pia kuikabidhi miili ya mateka wengine 4 wenye uraia wa nchi mbili baada ya kupokea mapendekezo kutoka kwa wasuluhishi wa mazungumzo yanayosuasua. Hata hivyo, Israel imelipuuzia pendekezo hilo, ikiwalaumu wanamgambo hao kwa kutokufanya juhudi kwenye mazungumzo hayo na kuwa inataka kufanya vita vya propaganda. Tukiachana na mzozo huo wa ukanda wa Gaza, tunaoangazia sasa mzozo mwingine wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamepongeza kwa tahadhari matarajio ya mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kumaliza mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo. Haya yanajiri wakati mapigano yakiendelea kwenye eneo hilo, ambapo wanajeshi kadha wa Burundi wamearifiwa kuuawa karibu na Uvira. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Katika taarifa yake, M23 imesema imepokea vyema tangazo la kufanyika mazungumzo kati yake na serikali ya Kongo yanayotarajiwa katika mji mkuu wa Angola, Luanda, lakini ikaibua wasiwasi na kumtaka rais wa Kongo Felix Tshisekedi kueleza hadharani na kwa uwazi dhamira yake ya kushiriki mazungumzo hayo ya moja kwa moja ambayo M23 imeyataja kuwa muhimu.
Mara kadhaa serikali ya Kongo imekuwa ikikataa kukaa meza moja na waasi wa M23 ambao sasa inawachukulia kama magaidi, lakini rais wa Angola João Lourenço alithibitisha kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili yatafanyika baada ya kumpokea Tshisekedi kwa majadiliano mjini Luanda. Siku ya Jumanne, Angola ilisema itakuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo katika jitihada za kusitisha mapigano, na baadaye jana ilitoa tarehe ya Machi 18 kama siku yatakayofanyika mazungumzo hayo. Jana vyanzo kutoka Kinshasa vilieleza kuwa serikali ya Kongo inafikiria kutuma wawakilishi wake kwenye mazungumzo hayo ya amani. Baadhi ya raia wa Kongo wanapinga hatua ya serikali kuzungumza na M23 kama anavyoeleza mmoja wao kutoka Kinshasa, Jemanuel Zobela. Watu hawa waliwaua kaka zetu, wakawabaka dada zetu na kufanya kila wawezalo kutufanya tusalimu amri. Lakini sasa Angola inataka tujadiliane na M23, na tukikubali kujadiliana na M23 tutabaki kwa watumwa wa Rwanda na M23. Haiwezekani kamwe. Wanataka kutudhibiti. Hapa Kinshasa tunasema hapana kwa wazo la mazungumzo na M23. Wakitaka kujadiliana, waanze kwa kujadiliana na vifo walivyosababisha. Haya yanajiri wakati hapo jana Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC ilichukua uamuzi wa kukiondoa kikosi chake cha kulinda amani cha SAMI DRC huko mashariki mwa Kongo, ikitaja kuwa ni katika dhamira ya kufanikisha utekelezaji wa maamuzi yaliofikiwa wakati wa mkutano wa pamoja wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika nchini Tanzania. Hata hivyo, kikosi hicho cha SADC kiliwapoteza makumi ya wanajeshi wake katika vita hivyo, hasa ikizingatiwa kuwa katika miezi ya hivi karibuni M23 imekuwa ikipata mafanikio makubwa katika uvamizi wake kwa kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu ya Goma na Bukavu, hatua ambayo imezusha hofu ya kutokea kwa vita vipana zaidi vya kikanda. Hayo yakiarifiwa, mapigano yanaendelea kuripotiwa mashariki mwa Kongo, ambapo vyanzo vya kijeshi vimeeleza kuwa takriban askari 20 wa Burundi wameuawa kufuatia shambulio la M23 huko Kaziba, karibu kilomita 80 kutoka Uvira, mji ulio karibu na mpaka wa Burundi. Katika hatua nyingine, majenerali 5 wa jeshi na polisi la Kongo watafikishwa katika mahakama kuu ya kijeshi mjini Kinshasa leo ili kusomewa mashtaka yanayowakabili baada ya kushindwa kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa M23 katika mji wa Goma. Maafisa hao wa ngazi za juu jeshini na kwenye jeshi la polisi wanatuhumiwa kwa uoga, ukiukwaji wa maagizo, kupoteza vifaa na kukimbia uwanja wa mapigano. Haya ni mizozo na mivutano, msikilizaji. Serikali ya kijeshi ya Sudan jana Alhamisi ilitangaza kupiga marufuku bidhaa zote kutoka Kenya kutokana na kile kinachoonekana kuwaunga mkono wanamgambo wa RSF. Shirika la habari la serikali ya Sudan SUNA liliripoti likinukuu Wizara ya Biashara kwamba Sudan imezuia bidhaa za Kenya ambazo huingizwa kupitia bandari zote, vivuko vya mpakani na viwanja vya ndege. Kulikoni? Muda mfupi uliopita nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Martin Olo aliyoko Nairobi, Kenya, kuhusiana na hatua hii na athari zake. Ujirani ama hali ya urafiki kati ya Kenya na Sudan imezorota kwa sababu kisiasa na kiuchumi inaonekana wazi kwamba Sudan inaona Kenya inaidhulumu, na kiuchumi Kenya pia inawadhulumu wa Sudan kwa sababu bidhaa zao kwa wingi, wafanyikazi wengi, biashara nyingi. Kwa hivyo itakuwa ni hasara ya Wakenya iwapo Sudani inasema kwamba tuwape vikwazo vya kiuchumi. Kwa hivyo hasara itakuwepo, na pia tayari hasara ya kiuchumi pia na ya kisiasa pia ipo. Lakini upi ni ukweli wa madai haya kwamba Kenya inaiunga mkono RSF? Kuna ukweli pale kwa sababu nakumbuka kwamba kiongozi wa RSF alikuwa hapa Nairobi, na bila shaka kukawa na shida za kidiplomasia kidogo, hata baadhi ya nchi zingine kama Marekani na wengine wakaona kana kwamba Kenya inaegea kwa njia ambayo labda si nzuri. Kwa hivyo kuna nafasi ya kupeana fikra za aina hiyo kwamba kuna uhasama ambao unaendelea kwa sababu ya viongozi hao kuja na kukita kambi. Kwa hivyo inakuwa wazi kwamba kuna haja ya kufikiria kwamba wanapanga kuhujumu
Sudan. Kulingana na takwimu za shirika la kiuchumi la OEC, Kenya iliuza bidhaa za mabilioni ya dola mwaka 2023 nchini Sudan. Na Sudan yenyewe linatajwa kuwa taifa la 10 kwa kununua kiwango kikubwa cha chai ya Kenya ulimwenguni, lakini la pili barani Afrika. Sasa umezungumzia kidogo kuhusu hasara, lakini ni kwa umbali gani hasara hii inaweza kutokea? Kwa Kenya ni hasara kubwa kwa sababu ni biashara ambayo inaelekea kwamba ni Kenya ndio wanapata biashara kubwa sana. Sudan wanategemea Kenya kwa upande wa chai. Wanaweza kuangazia kwingine na wakasema kwamba watatafuta kwingine. La muhimu hapa ni kwamba unapoteza nafasi ya uchumi kwa sababu ya vikwazo hivyo na kwa sababu ya uchochezi huo. Na pengine kutarajiwa majibu kutoka Kenya? Bila shaka, kwa sababu unajua hata unapoona nchi zinapotumia silaha ya kuweka vikwazo vya kiuchumi, huyu anaweka na huyu anaweka. Kwa hivyo bila shaka kumekuwa na biashara kutoka upande zote mbili. Huenda upande mmoja ikawa ilikuwa inanufaika zaidi yenye upande mwingine, lakini wapo vikwazo hivyo vitawekwa, basi anayeweka vikwazo anatarajia kwamba atawekewa vikwazo pia. Pengine kuna uwezekano wa kuibuka mvutano zaidi labda wa kidiplomasia katikati ya uhusiano tete ambao tayari unashuhudiwa baina ya mataifa hayo mawili na uliochochewa na hatua ya Kenya kuruhusu RSF na washirika wake kufanya shughuli zao za kisiasa mjini Nairobi. Kuna sababu ya kutarajia kwamba wengi ambao wanataka amani pale Sudan na wengi wanataka amani hapa Kenya watatafuta mbinu za kuwaita wengi hawa, hasa nchi za Uarabuni. Wakitafuta amani hiyo watataka Kenya na Sudan wawe kwa njia ambayo wanaweza kuwa na amani, na kwa sababu hiyo kuna marafiki na baadhi ya watu ambao sio marafiki ambao wanataka hali fulani iwepo kuingilia na kujihusisha, na bila shaka kutakuwa na sababu ya mikutano na kwa sababu ya mazungumzo. Na unadhani hili linaweza kufanyika sasa kwa kuzingatia tu hali iliyopo? Hamna kitu ambacho hakiwezekani kwa katika majirani, na hasa ukiangazia kwamba panapoharibika neno, mara nyingi kuna wengi ambao wanajitokeza na nafasi za kidiplomasia kutafuta kutatua. Punde si punde tutapata kwamba kuna nchi inasema kwamba ingependa kuchangia amani ama mazungumzo ya kutafuta amani. Ni Martin Olo, mchambuzi huyo ambaye alizungumza nami kuhusiana na hatua hiyo ya Sudan ya kuzuia bidhaa zote kutoka nchini Kenya. DW tunavuma kwa kishindo.